ya kusanyiko lako, tukapate kujengwa na kuimarishwa. Lakini zaidi sana Roho Mtakatifu naye aliumba neno na kulifanya kuwa halisi kwenye maisha yetu. Tujalie basi Bwana, kila ambacho tutajifunza kikapokee uhai katika maisha yetu na kikaweze kufanyika kuwa halisi pia. Asante kwa ajili ya kila mmoja anayesikia na kujifunza pamoja nasi katika ibada hii, na wale wanaotufuatilia kwa njia ya TV, radio na katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Neema yako Bwana ikatuhudumie, ukatuguse na kutubadilisha tena. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai tumeomba tukiamini, amen. Naomba tukae. Tunaendelea na somo ambalo tumekuwa tunajifunza linaloitwa kuinuka na kuangaza. Kuinuka na kuangaza. Na andiko letu la msingi limekuwa ni kitabu kile cha Isaya sura ile ya 60 na mstari ule wa kwanza. Kuinuka na kuangaza, ikiwa ni sehemu ya pili ya mfululizo wa somo hili ambao tutakwenda nalo kwa muda mrefu, tukiendelea kujifunza na kumsikia Mungu kwa kile ambacho anataka tukifahamu ili tuweze kuinuka na kuangaza. Andika, somo linaitwa kuinuka na kuangaza, ikiwa ni sehemu ya pili. Kitabu kile cha Isaya sura ile ya 60 na mstari ule wa kwanza, Biblia inasema hivi. Isaya 60 na mstari ule wa kwanza. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Na tulipokuwa tunaanza katika sehemu ya kwanza ya mfululizo wa hili somo wiki iliyopita, tulianza kuangalia ya kwamba ni mapenzi ya Mungu watoto wake tuinuke na kuangaza kwenye kila eneo la maisha yetu. Lakini pia tukagundua ya kwamba ni shauku ya Mungu kuona maisha yetu ya rohoni na maisha yetu ya mwilini hayabaki katika hali moja kwa muda mrefu. Ni mapenzi ya Mungu kuona watoto wake tunainuka na kuangaza kwenye kila eneo la maisha yetu. Na ni shauku ya Mungu kuona maisha yetu ya rohoni na maisha yetu ya mwilini hayabaki katika hali moja kwa muda mrefu. Kwa lugha rahisi, Mungu hafurahishwi kuona maisha ya mtu yakiwa katika hali ya kudumaa. Mungu hafurahishwi kuona maisha ya mtu yakiwa katika hali ya kudumaa. Na tulipoendelea mbele zaidi, tukaanza kuangalia tafsiri ya neno kuinuka na kuangaza. Tafsiri ya neno kuinuka na kuangaza. Na tukaangalia tafsiri kama 3 kwa uthibitisho wa maandiko mengi katika kile ambacho tulijifunza last time. Sitamani nirudi kule kwa sababu ya muda ili tuweze kuendelea zaidi, lakini tukaenda mbele zaidi, tukaanza kuangalia mambo ya muhimu kuwa nayo ili kuinuka na kuangaza. Na tuliangalia jambo moja. Leo tutatulia kwanza hapo. Mungu akitusaidia session inayofuata tutaendelea katika mambo yale yapo kama 8. Lakini kuna kitu kingine zaidi ambacho Mungu amenipa ambacho tunaweza kujifunza katika siku ya leo, kitakachoongeza thamani katika utangulizi ambao tulikuwa tumejifunza hapo mwanzo. Bwana asifiwe. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu amenihakikishia na kuniambia ya kwamba katika mfululizo wa somo hili atatufundisha kwa lugha rahisi na nyepesi, mfano wa maji, ambapo kila mmoja anaweza kuelewa na kulifanyia kazi kwenye maisha yake. Kwa hiyo Mungu atasema nasi kwa kina na tutaviona vitu vingi ambavyo kila mmoja bila kujali level yake ya uelewa anaweza akaelewa, na akivifanyia kazi atapata matokeo. Naomba nikuongezee maana ya 4 ya kuinuka na kuangaza. Maana ya 4 ya kuinuka ni hii: ni kuamka na kuondoka kutoka kwenye mazingira tuliyoridhika nayo au hali tulizozizoea na kuzikubali kwa muda mrefu.
Maana ya 4 ya kuinuka ni kuamka na kuondoka kutoka kwenye mazingira tuliyoridhika nayo au hali tulizozizoea na kuzikubali kwa muda mrefu. Iko hivi, watu wa Mungu, tunaposema ni mwaka wa kuinuka na kuangaza, tuna maana ni wakati ambapo tunakwenda kuondoka kwenye kawaida iliyozoeleka kwa muda mrefu kwenye maisha yetu. Tunakwenda kuondoka katika mazingira tuliyoridhika nayo na tuliyoyazoea kwa muda mrefu. Na naomba nikwambie jambo hili litakalo kusaidia. Kama mazingira yako hayakupi changamoto ya kukua, yanakufundisha kukaa na kukuandaa kudumaa. Kama mazingira yako hayakupi changamoto ya kukua, maana yake yanakuandaa kukaa na kuendelea kudumaa. Mungu anapotaka akuwezeshe kwenye maisha yako, atahakikisha anashughulika na wewe kwa kiwango ambacho utatoka kwenye hali uliyopo ili kuiendea kesho ambayo bado haujawa nayo. Na naomba tuangalie kitabu kile cha Yohana sura ile ya 5 mstari wa 5 mpaka mstari wa 9. Tunaposema nitainuka na kuangaza, maana yake unasema sitaendelea kubaki kwenye hali niliyokuwa nayo kwa muda mrefu. Sitaendelea kukubaliana na mazingira ambayo siyafurahii kwenye maisha yangu. Ni wakati wangu wa kuchukua hatua katika maelekezo ya neno ili kuiendea kesho ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yangu. Yohana sura ile ya 5 mstari wa 5 mpaka wa 9. Kwa hiyo hakuna sababu ya kusema ni mwaka wangu wa kuinuka na kuangaza alafu hakuna unachokifanya. Nenda kaangalie hali gani imedumu kwa muda mrefu kwenye maisha yako na hauridhishwi nayo. Biblia inasema hivi, Yohana sura ile ya 5 mstari wa 5 mpaka wa 9. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona yule amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Tutulie. Biblia inasema Yesu alikutana na mtu ambaye kwa muda wa miaka 38 amekuwa katika hali ya tatizo lake la kupooza. Miaka 38 ni umri wa mtu mzima ambaye ameshaoa, ana watoto wakubwa kabisa. Miaka 38. Huu sio miaka 38, sio umri wake. Miaka 38 ni umri wa tatizo lake. Tuelewane vizuri hapo, tunaenda pamoja eh? Aha. Biblia inasema hivi, Yesu akijua ya kwamba amekuwepo yule mtu kwenye tatizo hilo kwa muda mrefu, anamuuliza swali ambalo ni very interesting. Je, unataka kuwa mzima? Swali hili linatengeneza makundi makubwa mawili ya watu. Kundi la kwanza ni kundi la watu ambao wamekuwa kwenye hali fulani kwa muda mrefu, kwa kiwango ambacho wao na tatizo lao wametengeneza urafiki. Yaani kuna wakati ambapo mtu amekaa kwenye hali fulani kwa muda mrefu kwa kiwango ambacho yeye na hali yake wametengeneza urafiki, hawana shida. Hawana shida. Ndio ugonjwa wangu, ndio hali yetu, kwetu wote tuko hivyo tu. Lakini kuna kundi la pili, ni kundi la watu ambao wapo kwenye hali walionayo, lakini wanaona ya kwamba kuna uwezekano wa kutoka walipo na kwenda kwenye hali iliyo bora zaidi mbele yao. Yesu anajua amekaa muda mrefu, anamwambia, je, unataka kuwa mzima? Mstari wa 7, tuendelee hapo. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima,
akajitika godoro lake akaenda, nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Biblia inasema hivi, yule mtu akaanza kutoa sababu zilizosababisha hali alionayo kuwa vile ilivyo. Anamwambia Yesu, nimekuwepo hapa kwa muda mrefu. Kila wakati malaika anaposhuka na kuyatibua maji, mtu huwa ananitangulia, kwa hiyo najikuta nimepishana na ule muujiza. Yesu anamwambia, inuka, jitwike godoro lako uende. Naomba nikwambie, huyu mtu Mungu alikuwa tayari kumsaidia, lakini alitakiwa kuchukua hatua ya kuinuka ili anapoamua kwenda, muujiza uliokuwa unatarajiwa uweze kutokea. Mungu ana mawazo mazuri kuhusu kila eneo la maisha yako, ila maamuzi unayoyafanya ndani ya moyo wako yataamua matokeo ambayo Mungu atayaachilia kwenye maisha yako. Biblia inasema alipoinuka akapona tatizo lake, na ilikuwa ni siku ya Sabato. Nimeandika hapa nikasema, Mungu anapotaka tuchukue hatua, anaweza kuruhusu mazingira ambayo yatatulazimisha kuondoka ili tupige hatua zaidi, ambapo bila mambo kuwa magumu tusingeweza kuchukua hatua ya kuendelea mbele. Narudia tena, Mungu anapotaka tupige hatua, anaweza kusababisha mazingira ambayo yatatufanya tushindwe kuridhika na hali tuliyo nayo, na tuone njia pekee tuliyo nayo ni kuchukua hatua ili kwenda mbele. Kwa hiyo unapomwomba Mungu kwa habari ya kuinuka na kuangaza kwenye maisha yako, uwe tayari pia Mungu kuyafanya mazingira yako kutokuwa rafiki kwako, ili yaamshe hatua zako kuyaendea yale ambayo unataka kuwa nayo. Kuna mazingira yakiwa rafiki, hauwezi ukaona sababu ya kubadilika. Kuna mazingira ukizoeana nayo, hauwezi kuona sababu ya kuchukua hatua kuliendea badiliko. Kwa hiyo wakati mwingine, ili Mungu akusaidie, atahakikisha anayafanya mazingira yako yasiwe rafiki ili uchukue hatua ya kuwa bora zaidi. Kuna watu kwenye maisha, mazingira yakiwa rafiki hawaombi. Ili Mungu aamshe hali yako ya rohoni na kumtafuta Mungu, atahakikisha kuna mambo hayaendi unavyotaka ili uliitie jina la Bwana kwa bidii. Na ni maombi yangu kwa Mungu, kama ni mvivu kuomba 2026, Mungu akayainue mazingira yako kuwa kinyume chako ili ukamtafute Bwana. Hata usiposema amen. Naomba tuangalie Matendo ya Mitume sura ile ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 8. Matendo ya Mitume sura ile ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 8. Biblia inasema hivi: siku ile kukatukia adha kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu. Wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria, isipokuwa hao mitume. Watu wataua wakamzika Stefano, wakamfanyia maombolezo makuu. Sauli akaliharibu kanisa, akaingia kila nyumba na kuwaburuta wanaume na wanawake na kuwatupa gerezani. Mstari wa 4 wanaopenda sana. Lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri lile neno. Mwambie jirani yako, waliotawanyika wakaenda huko na huko wakihubiri neno. Anasema Filipo akatelemka akaingia mji wa Samaria, akawahubiri Kristo, na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo, walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya. Kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Biblia inasema hivi, nisikilize nikueleze ile habari ili uweze kuielewa. Kanisa lilikuwa limejifungia Yerusalemu. Mungu alipoona ya kwamba hawa watu wameamua kukaa mahali pamoja,
akalazimika kusababisha au kuruhusu adha ya mateso iweze kutokea. Sauli akakaza kuwaua Wakristo, akawa anaingia kwenye nyumba za watu akiwachukua wanaume na wanawake akiwaua, na wengine akiwapeleka gerezani. Biblia inasema hivi, ile hali ilipoendelea, watu kufatwa mpaka majumbani mwao kuuawa, wakalazimika kuondoka Yerusalemu, wakaanza kutawanyika maeneo mengine. Biblia inasema baadhi yao akiwepo Filipo akalazimika kwenda Samaria. Nataka ili jambo ulielewe, Wasamaria na Wayahudi walikuwa hawachangamani. Jambo la kushangaza, watu walipoanza kuuawa kwenye miji yao, wakapaona Samaria ni sehemu ya makimbilio. Biblia inasema alipokwenda kule akawa akihubiri neno, watu wakaponywa, watu wakabadilishwa, watu wakaokoka. Ngoja nikwambie, nia na makusudi ya Mungu kwa kanisa haikuwa kujifungia sehemu ya mahala pamoja. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 1:8, Biblia inaeleza namna ambavyo waliagizwa waende wakahubiri Injili kutokea Yerusalemu, Samaria na hata mwisho wa nchi. Wao wakaamua kujifungia sehemu moja. Mungu akasema hivi moyoni, yamkini ikiwa mmeshindwa kuwajibika kwa Matendo 1:8, nitahakikisha ninawawajibisha kwa Matendo 8:1. Mungu akasema hivi, ikiwa mmeshindwa kuwajibika kwa Matendo 1:8, nitawawajibisha kwa Matendo 8:1. Matendo 1:8 inasema hivi, lakini mtapokea nguvu. Walikuwa wameshazipokea za Roho Mtakatifu, si ndio? Kwenye hii tupokuwa tunasoma Matendo 8, akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, ona, katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Wao wakawa wamejifunga Yerusalemu. Mungu akajua hawataondoka. Kuna vizuizi vingi vya kitamaduni vinavyowafanya wasiwaendee watu wa Samaria. Akaamua ili wachukue hatua ya kuondoka na kuyaendea yale ambayo wamewaagiza. Mazingira ya Yerusalemu yakaanza kuwa sio rafiki. Waliposhindwa kuwajibika kwa Matendo 1:8, Mungu aliamua kuwawajibisha kwa Matendo 8:1. Okay. Naomba tuangalie vitu kidogo hapa vitakavyotusaidia. Turudi pale kwenye Matendo 8 mstari wa 4 mpaka wa 5 ambako tulikuwa tunasoma. Matendo ya Mitume sura ile ya 8 mstari wa 4 mpaka wa 5. Biblia inasema hivi, lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno. Filipo akateremka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo. Ukifuatilia maandiko vizuri utagundua Wayahudi na Wasamaria walikuwa hawachangamani. Chuki yao ilikuwa kubwa kwa kiwango ambacho hawakuweza kushirikishana. Hata mtu alipokuwa na shida ya maji alikuwa anaona Mwisraeli ni bora nife na kiu kuliko kunywa maji kutoka kwa Msamaria. Na ndiyo sababu kama ni msomaji mzuri wa Biblia utagundua Yesu alipokutana na mwanamke Msamaria akamuomba maji, yule mama alishangaa, akamwambia, imekuwaje unaniomba maji? Sisi Wayahudi na Wasamaria hatuchangamanagi, nini kimetokea? Yaani mtu hata kama akiwa na kiu ilikuwa ni bora ateseke na kiu yake kuliko kumuomba maji Msamaria. Lakini zaidi sana ilienda mbali zaidi. Wasamaria na Wayahudi kwa mfano, ilikuwa katika mazingira nilipokuwa nafuatilia katika ramani ya waliokuwepo wa Samaria na ramani ambapo Waisraeli au Wayahudi walikuwa wanaishi, ni kama Dodoma, Arusha na Moshi. Kwa hiyo Arusha ndiyo Samaria. Mtu anayekaa Moshi
akitaka kwenda Dodoma. Arusha ni njia fupi, lakini kwa sababu ya ile chuki walikuwa wanalazimika Wayahudi, ni heri azunguke kupitia Segera Tanga, apite njia panda ya Chalinze, apite Morogoro, ndipo aende Dodoma. Soma maandiko yako vizuri, utaona. Nikagundua jambo, kiwango cha chuki kinavyoongezeka ndani ya moyo wa mtu, ndivyo mtu anavyoweza kufanya mambo yasiyo na maana kwenye maisha yake. Walikuwa wana chuki ya ndani, wanawaona ni najisi. Ngoja nikuonyeshe. Angalia Yohana 4 na mstari wa 9. Najenga msingi tu. Yohana sura ile ya 4 na mstari wa 9 anasema, basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Tuendelee mbele kidogo. Angalia kitabu cha Yohana sura ile ya 4. Yohana sura ile ya 4 mstari wa 1 mpaka wa 4. Biblia inasema hivi, Yohana sura ya 4 1 mpaka 4. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza, lakini mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. Mstari wa 3, aliacha Uyahudi akaenda zake tena mpaka Galilaya, naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Kwa hiyo kama Samaria ni Arusha, Uyahudi ilikuwa ni Dodoma, Galilaya ilikuwa ni Moshi. Kwa hiyo ili mtu atoke Uyahudi kwenda Galilaya, njia fupi ilikuwa ni Samaria. Lakini kwa sababu ya kiwango cha chuki kuwa kubwa, Waisraeli au Wayahudi walikuwa wanaona ni bora kuzunguka kupita njia ndefu ya mto Yordani kuliko kukatisha katikati ya Samaria. Waliwaona ni najis na waliwachukia ndani ya mioyo yao. Mwambie jirani yako, bahati mbaya ni kwamba watu usiowapenda Mungu anawapenda. Mwambie tena, bahati mbaya ni kwamba watu usiowapenda Mungu anawapenda. Okay. Naomba tuendelee mbele tena zaidi. Kwa hiyo tumeona hapo katika ule msingi tuliokuwa tunaangalia ya kwamba tunaposema kuinuka na kuangaza ni kuondoka katika hali ambazo tumezoeana nazo kwa muda mrefu. Tunaona hapo namna ambavyo kanisa lilipoamua kukaa Yerusalemu wakati walitakiwa kwenda kuhubiri Injili, Mungu akaamua kutengeneza mazingira ambayo walipokwenda kuhubiri watu wakaokolewa, habari njema zikaweza kuhubiriwa. Bwana asifiwe. Naomba sasa nikuongezee jambo jingine litakalo kusaidia. Kuinuka na kuangaza kwa Mkristo huanza kwa mtu kufanya mapenzi ya Mungu. Kuinuka na kuangaza kwa Mkristo huanza kwa mtu kufanya mapenzi ya Mungu. Unajua ni kwa nini? Kila kitu kimeumbwa ili kifanye mapenzi ya Mungu. Kuinuka na kuangaza kwa Mkristo kunaanza kwa mtu kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa lugha rahisi, kuishi kama neno la Mungu linavyoelekeza. Kwenye mabano utaandika kuishi sawa na neno la Mungu linavyoelekeza. Nimezungumza nikasema kila kitu kimeumbwa na Mungu ili kifanye yaliyo mapenzi yake. Angalia Waefeso sura ile ya 5 mstari wa 15 mpaka mstari ule wa 17. Waefeso sura ile ya 5 mstari wa 15 mpaka mstari ule wa 17. Biblia inasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. 17.
Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Mtume Paulo analiandikia kanisa la Efeso, anasema muda unakimbia. Mnapoishi msiishi tu kama watu wanaoishi. Chagueni kuishi kwa kuishi kama mapenzi ya Mungu yalivyo kwenye neno lake kuhusu maisha yako. Naomba nikwambie siri hii itakayokusaidia. Haijalishi unaomba kiasi gani na unatamka ni mwaka wako wa kuinuka na kuangaza kiasi gani, usipoamua kuishi kwenye kila eneo la maisha yako kama neno la Mungu linavyokutaka uishi, hakuna kitu kitatokea. Kwenye hilo siwezi kumumunya maneno. Ikiwa hautaamua kuishi kama neno la Mungu linavyoelekeza kwenye kila eneo la maisha yako, hautaona kuinuka, hautaona kuangaza. Tunaposema kuinuka na kuangaza, ni kuwa na commitment ya moyoni ya kwamba nitaishi kama neno linavyotaka niishi kwenye kila eneo la maisha yangu. Angalia Yoshua sura ile ya kwanza mstari wa 7 na wa 8. Bado naendelea kuweka msingi. Yoshua sura ile ya kwanza mstari wa 7 na wa 8. Biblia inasema, uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Tutulie hapo kabla tujaendelea. Mungu anamwambia Yoshua, umeaminiwa kwenye nafasi aliyokuwepo Musa. Unatakiwa kuwamilikisha watu nchi ya ahadi yao. Ili ufanye vizuri, anaambiwa hakikisha yote uliyojifunza katika neno unayakubali na yanakuwa maisha yako. Tena Mungu anaendelea kumwambia, usije ukaliasi neno, usiende na kufanya kinyume na yote ambayo nimeelekeza kwenye neno langu. Mungu anaendelea anasema, ikiwa utafanya hivyo, kudumu katika yale niliyosema kwenye neno langu, uhakika wa kuwa na ushindi kwenye maisha yako ni 100%. Mungu alikuwa clear sana kwenye hilo jambo. Tuna kizazi cha Wakristo ambao mnataka kuona madhihirisho ya nguvu za Mungu kwenye maisha yenu pasipo kuamua kuishi kama neno linavyokutaka uishi. Ni utapeli. Mwambie mwenzako haiwezekani. Haiwezekani. Mstari wa 8 anaambiwa hivi, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Utoaji wako wa sadaka, hata kama ungekuwa mwingi kiasi gani, hauna impact yoyote kwenye maisha yako kama hautaishi maisha ya haki na utaua. Kuhudhuria ibada kila siku hakutabadilisha wala kuleta matokeo yoyote kwenye hatima yako kama hautaamua kuishi kama neno linavyoelekeza. Aina yoyote ya huduma unayoweza kufanya kwenye kanisa au kwenye ufalme wa Mungu inapoteza maana kwenye maisha yako na haiwezi kuwa na impact yoyote kwenye kesho yako ikiwa hautachagua kuishi kama neno linavyoelekeza. Mungu hana mbadala inapokuja kwenye eneo la kuishi sawa na neno lake. Nimeandika jambo hapa litakalo kusaidia. Mema ya nchi kuwa halisi kwenye maisha ya Mkristo yanahusiana na namna anavyoishi katika kanuni za maelekezo ya neno la Mungu. Upatikanaji wa mema au mema kuwa halisi kwenye maisha ya Mkristo kuna uhusiano na namna mtu anavyoishi katika kanuni na maelekezo ya neno la Mungu. Hilo jambo la msingi sana, andika wewe unakumbuka. Mema ya nchi au upatikanaji wa mema katika maisha ya Mkristo, upatikanaji wa mema katika maisha ya Mkristo una uhusiano wa moja kwa moja na namna mtu anavyoishi katika kanuni na maelekezo ya neno la Mungu.
hakuna kuinuka, hakuna kuangaza mpaka moyo wako umedhamiria kuishi kama neno linavyokutaka. Nimeandika hapa pia nikasema, maisha huanza kushirikiana nasi pale tunapoishi kulingana na neno la Mungu, na Biblia inaonyesha wazi kuwa utii wetu kwa neno huweka mpangilio sahihi kati ya mtu, Mungu na mazingira yanayomzunguka. Maisha huanza kutupa ushirikiano pale tunapoishi kulingana na neno la Mungu. Yaani, unapoanza kuishi kama neno linavyosema kwenye kila eneo la maisha yako, unaanza kuyafanya maisha kukupa ushirikiano kimatokeo. Alafu kuishi katika neno kunatengeneza mpangilio na ushirikiano kati yako, Mungu na mazingira yako. Kwa hiyo Mkristo anayeishi kama neno linavyoelekeza anatengeneza muunganiko ambao unamfanya Mungu na mazingira yake kusimama upande wake ili kumpa matokeo anayotakiwa kuwa nayo. Na naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Utaangalia hiyo, utaangalia Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza mpaka wa pili, hicho nilichokisema. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza mpaka wa pili. Anasema, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako na kuangalia kutenda sawasawa na yote ni kuagizayo, ndipo baraka hizi zote zitakapokujilia na kukufuata. Alafu anazitaja pale, si ndio? Maana yake ni nini? Kuishi katika neno kunatengeneza coordination kati ya Mungu, mazingira yako na wewe katika kukupa matokeo. Lakini naomba nikwambie jambo hili pia litakalo kusaidia. Kazi ya neno la Mungu sio kukufurahisha au kukuburudisha, ila ni kukubadilisha. Kazi ya neno la Mungu sio kukufurahisha au kukuburudisha, bali kukubadilisha. Tuna kizazi cha Wakristo ambao wanalitazama neno au wanawatazama wahubiri kana kwamba ni watu ambao wapo kuwatia moyo, watu ambao wapo kuwapa matumaini. Nisikilize, Mungu hajatuita kukuburudisha na kukufurahisha. Ametuita tulifundishe neno ili kukubadilisha. Mmenisikia watu wa Mungu ninachokisema? Kazi ya neno la Mungu sio kukuburudisha na kukufurahisha. Linaanza kwanza kwa kukubadilisha. Na nimeandika hapa nikasema pia, moja ya kazi ya neno la Mungu sio kutufanya tujisikie vizuri, ila kutufanya tuwe vizuri. Moja ya kazi ya neno la Mungu sio kutufanya tujisikie vizuri, bali kutufanya tuwe vizuri. Maana yake ni nini? Neno linahusika na mabadiliko ya maisha ya mtu kabla ya hali ya nje ambayo mtu anataka kuiona kwenye maisha yake. Tumekuwa na changamoto ya kuanza kuinuka kwa watumishi ambao ukiwasikiliza wanapohubiri unawaona hawasemi neno, ni kama motivational speakers. Si ni kweli? Yaani ukiwasikiliza ni kama motivational speakers, yaani kama wanawahamasisha watu tu hivi. No. Neno halipo kukufanya wewe ujisikie vizuri, lipo kukufanya wewe ubadilike. Kwa nini? Moyo wako ukibadilishwa, maisha yako yanabadilika. Ni jambo la msingi, ni jambo la muhimu sana. Na kuongezeka kwa motivational speakers wengi kwenye madhabahu kumesababisha injili leo kuwa inashangiliwa na kufurahiwa na watu wengi, jambo ambalo sio la kawaida. Yaani hauwezi ukahubiri kweli alafu kila mtu akaifurahia. Hiyo kitu haipo. Haipo. Na kila wakati tunapojifunza neno la Mungu huwa linaamsha hamasa ndani yetu ya kufanya, si ndio? Tunapojifunza neno huwa linaamsha hamasa ya kufanya. Kuna namna ukitoka kwenye ibada unasema nitaenda kufanya. Kuna kitu cha msingi nimezungumza hapa kitakacho kusaidia, ya kwamba hamasa ya neno la Mungu itakufanya uanze, ila nidhamu itakusaidia kudumu katika kuendelea. Hamasa ya neno la Mungu itakufanya uanze kufanya jambo, ila nidhamu ndiyo itakayokusaidia kudumu katika kuendelea. Kwa hiyo kila wakati unapojifunza neno
linaweza likaamsha hamasa ndani yako ya kufanya jambo kwa imani, lakini ni nidhamu uliyoitengeneza katika kuendelea kufanya lile jambo consistently ndicho itakayokusaidia wewe kuweza kuendelea na kupata matokeo. Ni jambo la msingi kufahamu. Andiko la mwisho kwenye hicho kitu kabla tujaenda kwenye sehemu nyingine ni Zaburi sura ile ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Zaburi sura ile ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3. Biblia inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake uitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Biblia inaweka wazi ya kwamba mtu anayeishi katika neno, anayetembea katika njia za haki kama neno linavyoelekeza, atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji, bila kujali majira na mabadiliko ya nyakati. Atastawi na kuwa na matokeo mazuri. Alafu anamalizia anasema, na kila alifanyalo litafanikiwa. Unataka kuinuka na kuangaza, dhamiria ndani ya moyo wako ya kwamba nitaishi kama neno la Mungu linavyosema kwenye kila eneo la maisha yangu. Tunaenda pamoja, watu wa Mungu, tunaenda pamoja. Nataka sasa tuende kwenye kipengele kingine cha muhimu sana, tukaanze kuangalia maeneo ambayo mtu hupimwa na Mungu kabla ya kuinuliwa na kuangaza. Maeneo ambayo mtu hupimwa na Mungu kabla ya kuinuliwa na kuangaza. Kabla Mungu hajakupa kuinuka, kabla Mungu hajakupa kuangaza, kuna maeneo ni lazima atakutazama, kuna maeneo ni lazima atakuangalia. Akiridhishwa na hayo maeneo, hapo ndipo utaanza kuona vitu vikianza kutokea, ndipo utaanza kuona mbingu zikisimama upande wako kukusaidia. Kwa hiyo ni maeneo nyeti kufanyia kazi ili kupata matokeo mazuri ya rohoni na ya mwilini. Na hizi kanuni hazihusu tu maisha ya nje, zinahusu hata huduma, zinahusu maisha ya rohoni na zinahusu maisha ya mwilini pia. Kila wakati ninapozungumza neno mafanikio, akili yako isiwaze fedha, akili yako isiwaze mali. Nazungumza mafanikio kwa maana ya matokeo mazuri kwenye kila unachofanya kwenye maisha yako, iwe ni huduma, iwe ni kazi, iwe ni biashara, iwe ni malezi ya watoto, iwe ni ndoa na familia. Kila wakati unaposikia neno mafanikio, kwenye akili yako isiwaze fedha na mali peke yake. Tunaelewana eh? Kwa sababu kinyume na hapo utatembea kimwili zaidi. Sasa iko hivi, mchakato wa kuinuka na kuangaza hutulazimisha kupitishwa kwenye majaribio kadhaa ambayo yatahusika kuthibitisha kama tunaweza kuaminiwa kwa nafasi kubwa zaidi. Andika nikasema, mchakato wa kuinuka na kuangaza hutulazimisha kupitishwa kwenye majaribio kadhaa ambayo yatahusika kuthibitisha kama tunaweza kuaminiwa kwa nafasi kubwa zaidi. Eneo la kwanza, namba 1, ambalo Mungu atakuangalia na kukutazama, atakupima na kukujaribu ili aujue moyo wako, ni uaminifu katika mambo madogo. Uaminifu katika mambo madogo. Uaminifu katika mambo madogo. Kila mmoja anatamani kuinuka na kufanikiwa kwenye kila eneo la maisha yake. Eneo la kwanza ambalo Mungu atakutazama ni uaminifu katika mambo madogo. Naomba ufahamu jambo hili litakalo kusaidia. Mungu hamwamini mtu kwa sababu ya ndoto kubwa au uwezo mkubwa alionao, bali kwa sababu ya uaminifu alionao. Mungu hamwamini mtu kumpa nafasi kubwa zaidi kwa sababu ya uwezo au ukubwa wa ndoto alizonazo. Mungu hamwamini mtu kumpa nafasi kubwa zaidi kwa kuangalia ukubwa wa maono, ukubwa wa ndoto ama uwezo tu alionao,
bali kwa kiwango cha uaminifu alionao. Na tutaangalia kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 25 mstari wa 20 mpaka wa 21. Mathayo sura ile ya 25 mstari wa 20 mpaka wa 21. Biblia inasema hivi: akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine tena nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Mtu huyu aliaminiwa katika 5 alizopewa. Mungu alipomtazama akauona uaminifu wake. Yesu anatolea mfano, anasema ule uaminifu ulioonekana kwake ulimfungulia milango mikubwa zaidi kwenye maisha yake. Mungu kabla hajakuamini kwa zaidi kwenye kila eneo la maisha yako, ataangalia uaminifu wako katika mambo madogo aliyokuamini nayo. Atakuangalia kwa mambo madogo aliyokuamini nayo. Naomba tuangalie Mwanzo 37 mstari wa 1 na wa 2. Mwanzo 37 mstari wa 1 na wa 2. Biblia inasema, Mwanzo 37 1 na 2, Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kanaani. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Biblia inaeleza kwa habari ya Yusufu ya kwamba alikuwa mwaminifu. Hata wakati walipokuwa anakwenda na kaka zake kuchunga, kila ambacho alikiona hakiko sawa, hakujua kupindisha maneno, alijua kuongea ukweli bila kujali ndugu zake watamuonaje. Uaminifu katika maneno yake, yeye alidhani ni jambo la kawaida, lakini Mungu alipokuwa anamtazama alikuwa anaona huyu anastahili kwa ajili ya nafasi kubwa zaidi. Biblia inasema alipokuwa akienda na ndugu zake, kila ambacho hakikuwa sawa walichokifanya, Yusufu aliongea. Yusufu alimwambia baba. Yusufu alisema. Uaminifu humfanya mtu kuongea ukweli bila kujali utakuwa na athari kiasi gani kwenye maisha yake. Tumekuwa kwenye dunia ambayo tunaona ni furaha kudanganya ili kulinda maisha yetu kuliko kusema ukweli, na tukapoteza kwenye maisha yetu. Mwambie jirani yako, ukweli una gharama yake. Yusufu alikuwa mwaminifu katika mambo madogo. Watu wanaweza wakamuona Yusufu kwenye ishu ya mke wa Potifa wakifikiri uaminifu ulianzia pale, lakini unakuja kuona uaminifu ulikuwa hata wakati alipokuwa na kaka zake wakiwa wanaendelea na majukumu yao. Naomba uangalie Mwanzo 39:4 mpaka 6. Mwanzo 39:4 mpaka 6. Biblia inasema, Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Sikiliza neno, akayaweka mikononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akaibariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba. 6. Akayaacha yote aliyokuwa nayo mikononi mwa Yusufu, wala hakujua habari za kitu chochote chake, ila hicho chakula alichokula tu. Naye Yusufu alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri. Biblia inasema Yusufu alipoenda kwa Potifa, Potifa alipokuwa akifanya naye kazi katika usimamizi, akaanza kugundua huyu bwana mdogo ni mwaminifu. Biblia inasema hivi, alipoona ule uaminifu ukiendelea, akamwamini kusimamia mambo yote na project zote za nyumbani kwake na shambani. Alafu akamwachia kila alichokuwa nacho asimamie, wala hakutaka kufanya ufuatiliaji mwingine wowote. Ni kiwango cha juu sana cha uaminifu. Ni kiwango cha juu sana
cha uaminifu. Mungu alipouona ule moyo, akaona huyu kijana anastahili kuinuka na kufanikiwa. Mungu anapotaka kukuangalia kama unastahili zaidi kwenye eneo lolote la maisha, jambo mojawapo atakuangalia kwenye eneo lako la uaminifu katika mambo madogo. Eneo la pili ambalo Mungu akitaka kukupima na kukutazama atakuangalia ni eneo la tabia na maadili. Tabia na maadili, character. Tabia na maadili. Naomba ufahamu jambo hili litakalo kusaidia. Wengi huanguka katika maisha si kwa sababu hawakuwa na vipawa, uwezo au ujuzi, bali kwa sababu hawakuwa na tabia za kushikilia ukuaji wa hatua zao. Watu wengi kwenye maisha huwa wanashindwa sio kwa sababu walikuwa hawana uwezo, sio kwa sababu walikuwa hawana connection, sio kwa sababu walikuwa hawana ujuzi utakaowawezesha kufanikiwa, ila wengi huwa wanashindwa kwa sababu ya kushindwa kutengeneza tabia zitakazoshikilia hatua za ukuaji wao. Nimeandika hapa nikasema, mtu asiyejijenga kwenye eneo la tabia na maadili yake yupo kwenye hatari ya kupoteza nafasi ambazo Mungu amekusudia awe nazo. Mtu asiyeweza kuwekeza au kujijenga kwenye eneo la tabia na maadili yake, mtu asiyeweza kujijenga kwenye eneo la tabia na maadili yake yupo kwenye hatari ya kupoteza nafasi ambazo Mungu amekusudia awe nazo. Naomba tuangalie kitabu cha Esta sura ya kwanza. Esta sura ile ya kwanza mstari wa 10 mpaka wa 12 na mstari wa 19 mpaka wa 20. Esta sura ile ya kwanza mstari wa 10 mpaka wa 12 na mstari wa 19 mpaka wa 20. Biblia inasema, hata siku ya 7 mfalme alipofurahiwa moyo wake kwa divai, aliwaamuru Mehumani, Bitha, na wataja majina yako pale, wale wasimamizi wa nyumba 7 waliohudumu mbele za mfalme Ahasuero 11, wamlete Vashti Malkia mbele ya mfalme amevaa taji ya kifalme, ili kuwaonesha watu na maakida uzuri wake, maana alikuwa mzuri wa uso. 12, bali Vashti Malkia alikataa kuja kwa amri ya mfalme kwa mkono wa wasimamizi wa nyumba. Kwa hiyo mfalme akaghadhibika sana na hasira yake ikawaka ndani yake. Tutulie kwanza. Biblia inaeleza kwa habari ya mfalme Ahasuero. Alikuwa na mke wake ambaye anaitwa Vashti. Siku moja alifanya sherehe na watu wote wakawa wamekuja, na marafiki zake kutoka mataifa mbalimbali wakawa wamekuja. Akataka amlete mke wake mbele za watu wote wapate kumuona. Biblia inasema alipotoa agizo ili aweze kuja, Biblia inasema Vashti akakataa. Vashti akakataa. Na katika serikali za kifalme neno la mfalme ni agizo. Walipojadili kwenye vikao vyao wakasema, Vashti ameitwa kama malkia, amekataa. Tukiliacha jambo hili na kunyamaza, wanawake wote katika nyumba zao hawatakaa wakaheshimu waume zao. Wakaenda mbali zaidi. Nadhani walifikiri na wakaona ya kwamba ikiwa Vashti ameitwa mbele ya watu wote kwa mfalme amekataa, mfalme akinyamaza kimya, raia hawataweza kumheshimu kiongozi wao. Walipojadiliana, mstari wa 19 unasema nini? Tuanzie hapo. Anasema hivi, basi mfalme akiona vema na itoke kwake amri ya kifalme, nayo iandikwe katika sheria za Waajemi na Wamedi, isitanguke, ya kwamba Vashti asifike tena mbele ya mfalme Ahasuero, na umalikia wake mfalme ampe mwingine aliye mwema kuliko yeye. Mwambie jirani yako apewe mwingine aliye mwema kuliko yeye. Unaanza kuona tabia inaanza kumnyang'anya nafasi, Tabia inaanza kumuondoa.
tabia inaanza kumtoa mahali ambapo Mungu alikuwa amemweka. Alikuwa ni mzuri sawa, lakini wakasema pamoja na uzuri wake, pamoja na nafasi yake, tabia yake hatuwezi kuvumiliana nayo. Uzuri unaweza kuwavutia watu kwenye maisha yako, uwezo unaweza kuwavutia watu kwenye maisha yako, ila tabia itaamua wataenda na wewe umbali gani kwenye safari ya maisha pamoja na wewe. Uzuri unaweza kuwavutia watu, ujuzi wako unaweza kuwavutia watu, ufaulu wako unaweza ukakupa kazi, ila tabia zako ndo zitakazoamua watu wataenda pamoja na wewe umbali gani. Tabia na maadili ni eneo ambalo Mungu kabla hajakuamini kwa nafasi kubwa zaidi, atakutazama na kukuangalia hapo. Kila eneo unalotaka Mungu akupe matokeo mazuri kwenye maisha yako, anza kushughulikia tabia zitakazo kushikilia kwenye safari yako. Mstari wa 20, basi mbiu ya mfalme atakayoipiga itakapotangazwa katika ufalme wake wote, nao ni mkubwa, wake wote wataheshimu waume zao, wakubwa kwa wadogo. Wakasema tutamfanya Vashti kuwa case study ili wanawake wote watakaposikia hili jambo wajifunze kuheshimu waume zao kwenye ufalme. Tabia kwenye kila eneo la maisha. Tabia, Mungu anapotaka akuamini kwa nafasi kubwa zaidi, atakutazama kwenye tabia na maadili yako. Utaona kwenye Esta 2 mstari wa 1 mpaka wa 4, Biblia inasema hivi. Esta 2:1 mpaka 4 tutasoma, lakini utaona hapo mchakato wa kupatikana malkia mwingine ukaanza kujitokeza, na baadaye Esta akapatikana. Eneo la tatu ambalo Mungu akitaka kukutazama kama unafaa kwa nafasi kubwa na bora zaidi, ni uwezo wako wa kujizuia. Uwezo wako wa kujizuia, ile self control. Uwezo wako wa kujizuia. Kujizuia ni nini? Nimeandika hapa nikasema ni uwezo wa kuchelewesha majibu ya hisia zetu. Kujizuia ni uwezo wa kuchelewesha majibu ya hisia zetu. Kuna mahali hisia zetu zikiguswa, hasira zetu huwa zinataka kuitikia kwa kufanya jambo, si ndio eh? Si ndio eh? Si ni kweli? Kuna jambo ukitendewa, hisia zako huwa zinataka kureact na zinataka urespond, si ndio eh? Hasa tunaposema kujizuia ni uwezo wa kuchelewesha majibu ya hisia zako. Mungu anapokutazama na kukuangalia kabla ya kukuinua, moja ya eneo atakalokutazama kwa ukaribu ni uwezo wako wa kujizuia. Nimeandika hapa nikasema, kadiri Mungu anavyotuinua ndivyo tunavyopata nafasi nyingi ambazo zitatutaka tuwe na uwezo wa kujizuia, ili tusifanye mambo kwa hisia bali kwa akili na utulivu wa moyo. Narudia tena, kadiri Mungu anavyotuinua ndivyo tunavyopata nafasi nyingi ambazo zitatutaka tuwe na uwezo wa kujizuia, ili tusifanye mambo kwa hisia bali kwa akili na utulivu wa moyo. Kwa hiyo Mungu lazima akutazame na kukuangalia, una uwezo kiasi gani wa kujizuia kwenye hasira? Una uwezo wa kiasi gani wa kujizuia kwenye tamaa? Una uwezo wa kiasi gani wa kujizuia kwenye ghadhabu inapotakiwa uitikie kwa namna hiyo? Angalia Samueli wa kwanza 24 mstari wa 2 mpaka wa 6. Samueli wa kwanza 24:2 mpaka 6. Kuna watu ukiwaangalia wakiwa kanisani unawaona wameokoka na kama vile mbinguni wanaingia, ila subiri uwaguse kwenye maeneo ya hasira zao, namna wanavyoitikia, hutaamini kama ni mtumishi. Kuna watu hujawajua kwa sababu hujakutana nao kwenye maeneo ya mguso wa hisia zao. Wanakwambia yani wanasemaje, kuna kamsemo kamoja cha Kiswahili wanawasikia siku hizo watu wanasema utanikuta vile utakavyokuja. Eti utanikuta vile utakavyokuja.
Haya bwana, Samueli wa kwanza 24:2 mpaka 6. Samueli wa kwanza 24:2 mpaka 6, Biblia inasema, ndipo Sauli akatoa watu 1000 waliochaguliwa katika Israeli wote, akaenda kumtafuta Daudi na watu wake juu ya majabali ya mbuzi mwitu. Akafika kwenye mazizi ya kondoo kando ya njia, na huko kulikuwa na pango. Sauli akaingia ndani ili kuifunika miguu, na Daudi na watu wake walikuwa wakikaa mle pangoni ndani sana. Nao watu wa Daudi wakamwambia, tazama, hii ndiyo siku ile aliyokuambia Bwana, angalia, nitamtia adui yako mikononi mwako, nawe utamtenda yote utakayoona kuwa mema. Basi Daudi akainuka akaukata upinde wa vazi lake Sauli kwa siri, lakini alafu moyo wake Daudi ukamchoma kwa sababu amekata upinde wa vazi lake Sauli. Akawaambia watu wake, hasha, nisimtendee bwana wangu masihi wa Bwana neno hili, kunyoosha mkono wangu juu yake, kwa maana yeye ni masihi wa Bwana. Daudi alikuwa na nafasi ya kumuua Sauli alipomkuta akiwa amelala. Mtu mpaka anaweza kwenda kukata sehemu ya pindo la vazi lake, maana yake akiwa na upanga kwenye mkono alikuwa na uwezo wa kumuua. Lakini alipofika akasema, ni kweli amenitafuta kuniua mara kadhaa, ni kweli ametafuta kuniangamiza mara kadhaa, lakini sitanyoosha mkono wangu kumuua, maana pamoja na madhaifu na mapungufu yake, huyu ni mtu wa Mungu. Mungu amemchagua kwenye nafasi aliyopo. Daudi alikuwa na uwezo wa kujizuia. Kuna watu wakati mwingine hatuwajibu sio kwa sababu hawajatukosea. Kuna wakati hatui na hasira nao sio kwa sababu hawajatukosea, ila kwa sababu tunajenga uwezo wetu wa kujizuia ili tusifanye maamuzi kwa hisia, tufanye kwa akili itakayotupa matokeo mazuri kwenye kesho yetu. Ni muhimu sana. Sio kila wakati lazima ujibu kama ulivyoambiwa. Sio lazima. Ifundishe nafsi yako kujizuia, itakujenga na kukusaidia, na Mungu atakuamini katika mambo mengi sana. Tuna kizazi cha watu ambao wanapenda fujo, kizazi cha watu ambao wanapenda kujibu mapigo, wanajifanya wao ni bwana wa majeshi. Mungu anapokutazama akiwa anakupima, ataangalia uwezo wako wa kujizuia. Na Daudi angemuua Sauli, asingeaminiwa na Mungu kukaa kwenye nafasi ya ufalme. Asingeaminiwa kukaa kwenye nafasi ya ufalme. Nakwambia hivi, kuna watu walikuwa wanatarajia kuolewa, ila waliachwa tu kwa sababu ya meseji moja walioiandika ambayo ilimfanya jamaa aone huyu mtu alifai. Uwezo wetu wa kujizuia. Na naomba niwaambie, kila mtu ana hasira, ila namna anavyoitikia katika hasira aliyo nayo ndio itakayoamua namna ambavyo watu watamuona. Kila mtu huwa anakasirika. Hata mimi mchungaji wako huwa nakasirika, ila unaitikiaje inatofautiana kutoka mtu mmoja na mtu mwingine. Na ukiona kila wakati unapokasirishwa unataka kujibu, unataka kuitikia, unataka kufanya jambo, tambua kwamba unahitaji msaada wa Mungu wa haraka. Ukiona ya kwamba ukinyamazaga kimya unajisikia vibaya, yani unahisi ni kama hapana, hii hapana hii. Tambua ya kwamba unahitaji msaada. Nisikilize, Biblia inasema, wala usimjibu mpumbavu sawasawa na upumbavu wake. Na kuna wakati hekima sio kuongea, kuna nyakati hekima ni kunyamaza. Unajua kuna watu ukiwatazama unaweza ukawaona wana hekima, ila wakianza kuongea wakiwa na hasira ndio unauona upumbavu wao. Mwambie jirani yako, wakati mwingine ficha upumbavu wako ambao hatuujui kwa kunyamaza kimya.
Utaona kwenye kitabu kile cha Petro wa kwanza 2 na mstari wa 23. Petro wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 23, Biblia inasema hivi: yeye alipotukanwa hakurudisha matukano, alipoteswa hakuogofya, bali alijikabidhi kwake ahukumuye kwa haki. Yesu alikuwa na uwezo wa kujizuia, ile self control. Bwana asifiwe. Nimeandika hapa nikasema, kuna muda tunaweza kuwa washindi kwa kunyamaza na sio kwa kujibu au kuongea. Kuna muda tunaweza kuwa washindi kwa kunyamaza na sio kwa kujibu au kuongea. Kujizuia. Mungu anapotaka kuamini, atakuangalia kwa kiwango gani kwenye kila eneo la maisha una uwezo wa kujizuia. Na naomba niwaambie jambo jingine wanangu, litakalo wasaidia. Hasira siku zote huwa inalenga kumfanya mtu afanye maamuzi ambayo matokeo yake hataweza tena kuyarekebisha kwenye maisha yake. Hasira humfanya mtu kufanya maamuzi ambayo matokeo yake hataweza kuyarekebisha kwenye kesho yake. Jifunze kwenye kila eneo la maisha yako kujizuia. Mungu akiona una uwezo wa kujizuia, atakuamini katika mambo mengi. Naomba tuangalie kitabu kile cha Mithali 17 mstari wa 27 mpaka wa 28. Mithali 17:27 mpaka 28, Biblia inasema, azuiaye maneno yake ni mwenye maarifa, na mwenye roho ya utulivu ana busara. Mwambie jirani yako, mwenye roho ya utulivu ana busara. Alafu anasema, hata mpumbavu akinyamaza huhesabiwa hekima, akifumbua midomo yake huhesabiwa ufahamu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimeandika hapa nikasema, maneno tunayoongea au kujibu yanaweza kutumika kama silaha ya kutushinda. Wakati mwingine hekima sio kujua cha kusema tu, bali pia kutokuzungumza katika mazingira ambayo watu wanatarajia kusikia ukiongea, ukijitetea au ukijibu walichosema. Narudia tena. Wakati mwingine hekima sio kujua cha kusema tu, bali pia kutokuzungumza katika mazingira ambayo watu wanatarajia kusikia ukiongea, ukijitetea au ukijibu walichosema. Kujizuia. Kuna wakati jifunze kwenye kila eneo la maisha kujizuia, ili Mungu akuamini kwa mambo makubwa zaidi. Zuia hasira yako. Zuia kila ambacho kinaweza kuharibu kesho yako. Mithali 10:19. Mithali 10:19 anasema, katika wingi wa maneno hapakosi kuwa na maovu, bali yeye azuiaye midomo yake hufanya akili. Azuiaye midomo yake hufanya akili. Andiko letu la mwisho, Marko 15 mstari wa 3 mpaka wa 5. Marko 15:3 mpaka 5, Biblia inasema, nao wakuu wa makuhani walikuwa wakimshtaki mambo mengi. Pilato akamuuliza tena akisema, hujibu neno? Tazama ni mambo mangapi wanayokushtaki. Wala Yesu hakujibu neno tena, hata Pilato akastaajabu. Kujizuia. Kwenye kila eneo la maisha, jifunze kujizuia. Self control ni kitu cha muhimu sana kwenye maneno, kwenye chochote kwenye maisha yako. Mimi kama mchungaji wenu, nisipojifunza kujizuia, nitajikuta nimegombana na karibia na 90% ya washirika kanisani. Unajua kuchunga watu ni kazi, unachunga mbuzi na kondoo. Na wote Mungu amekuita ili uwalee, mwisho wa siku wapate kuwa kondoo, wapate kurithi uzima wa milele. Nisipokuwa na uwezo wa kuwa na self control, uwezo wa kujizuia katika mambo mengi, nitajikuta nimekosana na kanisa zima. Uwezo wa kujizuia. Na Mungu akiona nimeshindwa kujizuia kwa kondoo wachache, hawezi kuniamini kwa kondoo wengi zaidi. Haiwezekani. Haiwezekani. Bwana akitujalia nafasi, session inayofuata tutaendelea kuangalia zaidi hapo maeneo ya msingi na ya muhimu ambayo Mungu anaweza kutuangalia na kututazama kama sehemu ya kipimo, ili kujua kama tunaweza kuaminiwa kwa nafasi kubwa zaidi. Naomba tusimame.